Ondokeni hapo. Yaani ondokeni jamani. Ndiye analalamikia kwamba eneo ni la kwake. Sasa mimi nakuonyesha title, nadhani unajua kusoma title. Nakuonyesha title na umsoma mwenye eneo. Hii nyumba ikiwa ya kwako sinasoma jina lako? Nyumba ikiwa ya kwako mzee. Haya mambo nendeni mkamalizane huko. Hatuwezi kutoka sisi hapa. Wewe tuandike barua. Wewe ndio mlinzi wa amani mtaa huu. Wewe tuandike barua, sisi tutaondoka. Hivyo tu. Tulipo ni Engo-Soash katika kata ya Moshono jijini Arusha, na kikubwa ni kufuatilia mwendelezo wa taarifa ambayo tuliripoti kwa siku ya jana, tukiangazia eneo hili hapa ambalo linaonekana mbele yetu, ambapo inadaiwa kwamba kulikuwa kuna kanisa la Kiinjili la Kilutheri Afrika Mashariki, na ikaripotiwa kwamba eneo hili lilikuwa linamilikiwa na Askofu Philemon Molel almaarufu kama Monaban, ambaye ni mfanyabiashara pia. Sasa katika eneo hili kwa siku ya jana tuliripoti tukaeleza kwamba Monaban alikuwa akilalamika, akieleza kwamba hapa pamevamiwa na aliyevamia ameanza kufanya uwekezaji ikiwemo kuchimba hapa, wakati kuna kesi ambayo ameifungua mahakamani. Sasa upande ambao unadaiwa kwamba ulivamia leo hii umekuja hapa na nyaraka na kueleza kwamba walinunua eneo hili kwa benki ya CRDB kutokana na deni ambalo lilikuwepo, ambalo Monaban alikopa katika benki hiyo, hivi akashindwa kurejesha, na eneo hili aliweka kama dhamana. Kwa hiyo benki hiyo ikaliuza kwa tangazo maalum ambalo walitoa Julai 2 mwaka 2021. Kwa hiyo mnada ulitangazwa na eneo hili likanunuliwa kwa zaidi ya milioni 400. Hapa mwakilishi au msimamizi wa mwenye eneo hili Elbariki Mungure almaarufu kama Moja anafafanua zaidi kuhusiana na kinachoendelea katika eneo hili, hasa kwa upande ule ambao unadaiwa kwamba ulivamia katika eneo hili la Askofu Monaban. Mimi naitwa Elbariki Andrea. Naweza kuzungumzia hili alilolitamka mtu anaojiita Askofu Monaban. Eneo hili la eka 6 liliuzwa kwa mnada na mawakala wa benki ya CRDB tarehe 2 mwezi wa 7 2021. Liliuzwa eneo hili kwa tangazo la gazeti la serikali la Habari Leo. Sawa? Na eneo hili kuanzia wakati ule Eva alilipia hela yote ambao alinunua milioni 430 na alilipa benki, na Monaban alikimbilia mahakamani mara kwa mara. Alikwenda mahakamani na pia mahakamani aliamua yeye kuifuta kesi kwa ruling hii. Sawa? Kwa kupitia jaji Ngumbaro. Kwa hiyo mteja wetu Eva, mimi ndio msimamizi wake, alinipa kazi ya kusimamia eneo hili kupigwa ukuta. Kwa hiyo tunatoa maneno ya Monaban kusema amevamiwa, na hapa ni kanisani. Hapa si kanisa. Eneo hili lina eneo la room moja ambao tumedifanya kama store la mafundi kuweka vitu vyao na kusumenti kwa ajili ya ujenzi, na sisi tunaendelea na ujenzi wetu pamoja. Diwani alipojaribu kutusimamisha tulikataa na tuliendelea na zoezi letu, na baadaye alikimbilia ofisi ya mkuu wa wilaya kuongea aliyoongea na kumuomba ofisi ya mkuu wa wilaya isimamishe, ambao si utaratibu, maana eneo hili lilishafutwa kesi mahakamani kwa Jaji Ngumbaro, na mteja wetu Grace yeye anaendelea na uwekezaji. Na sisi hapa wako vijana wetu wataendelea kukaa hapa ambao tumeingia nao mkataba kulinda mali kwa ajili ya ujenzi uliokuwepo hapa. Mwekezaji anataka kujenga hoteli. Kwa hiyo tunaomba kumpuuzia Monaban na waandishi wake aliowaleta kuidanganya umma. Okay, ili eneo hebu tuambie
Monabani alikuwa anahusika vipi na ile eneo lilikuwa limeuzwa kwa thamani ya shilingi ngapi? Lakini pia haya mahindi anasema kwamba yeye ndo ameotesha. Labda kuna ilikuwaje akaotesha mahindi mpaka amefikia hatua hii wakati tayari kesi yake ilikuwa imeshaisha? Eneo hili lilikuwa ni la Monabani. Na eneo hili Monabani alilikopea benki ya CRDB. Kauli mbiu ni kopa lipa na wengine wakope. Ndio. Sasa mheshimiwa, tuelezee vizuri. Umesema mali hii ilikuwa ni ya CRDB, mali hii ni ya CRDB. Ndio. Monabani ni ameshindwa kulipa mkopo mpaka CRDB wakauza, ama nyie mmetoa wapi hii mali? Mali hii ilikuwa ni ya Monabani. CRDB waliuza kwa kupitia wakala wao Cityland. Kwa hiyo waliuza kwa mnada wa hadhara na gazeti la Habari Leo linaonyesha. Kwa hiyo naamini Cityland walifuata utaratibu. Sawa, kama eneo hili mmeuzwa, je, nyie mna title au CRDB waliwakabidhi nyie title ya kuhusiana na hilo eneo? Eneo title yenyewe tunayo kutoka CRDB, kutoka kwa Monabani, kutoka kwa CRDB kuja kwa ndugu Eva. Ndio. Kwa sasa hivi linasoma eneo hili ni la nani kisheria? Eneo hili kisheria sasa hivi ni la Eva. Na hati zinaonyesha hivyo. Ndivyo. Inakuwaje Monabani sasa haje tena hapa kati hati inasoma Eva na kesi ilishafutwa mahakamani? Naona hii ni kama nini? Naona atatafuta huruma ya waandishi wa habari na kuleta taharuki kwa wananchi. Tuliona diwani waliwapiga marufuku hapa, akasema mpaka hataki kuona mnaendelea kuvunja amani hapa, na jana kidogo tuliona mlileta gumzo na Monabani. Endapo labda watakuja tena, nini kitaendelea? Na labda kwa mkoa wa wilaya mmepewa oda gani kwamba nyie muendelee na kazi au msubiri mje mkae tena? Monabani sisi tulienda na vielelezo vyetu vyote. Monabani hana chochote. Kwa hiyo aliomba kuwa leo ataleta dokumenti zake. Lakini natuamini eneo hili ni la Eva kutokana title na tulijiridhisha. Labda hizi mahindi nani alipanda? Mahindi alipanda Monabani wakati kesi ikiendelea. Na kiuhalisia sasa tunaona kwamba Monabani alikuwa anafanya biashara na CRDB. Ndiyo. Lakini sasa hivi ana mgogoro na Eva ambaye aliuziwa na CRDB. Kisheria hapo, kwa utaratibu wako na uzoefu, unaona ni sawa? Ushauri niliompa Monabani kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, yeye akapambana na CRDB asitusumbue sisi. Ndio. Na nyinyi hapa mtaendelea kufanya nini? Sisi tutaendelea na ujenzi wetu. Ndio maana kuna vijana wetu na material mbalimbali na ujenzi utaendelea. Yeah. Na mwisho kabisa tumeona na karatasi nyingi. Kwa kifupi tu, karatasi zote zinamaanisha nini? Karatasi hizi zinatupa nguvu ya kukaa hapa kwa sababu ni eneo halali la Eva. Kuna kibali cha nini na nini? Kuna kibali cha ujenzi ambacho tulilipia permit. Kuna title. Ndio. Hati. Na hati. Labda kwa mkoa wa wilaya, aliye maneno yake alisemaje? Umeelekeza nini ambacho mnaona labda sio sahihi au kudanganya? Halimdanganya mkuu wa wilaya, ndio maana mkuu wa Monabani alimdanganya mkuu wa wilaya, ndio maana mkuu wa wilaya akamwambia, na ofisi ya ulinzi na usalama wa mkuu wa wilaya ilimwambia alete document zinazojitosheleza kuonyesha hapa ilikuwa eneo lake kwa sasa, na paka tunavotoka jioni hii hapo kwa mkuu wa wilaya hakufika. Labda kuanzia jana alivyowazuia kuendelea na hii shughuli, mmeathirika kwa kiasi gani na mnafikiria kuchukua hatua gani kwa kile kilichotokea jana alivyo? Mimi ninachokiona, serikali imsaidie mteja wangu Eva. Shughuli zetu zinaendelea kukusanya material na naamini kesho tutaendelea na zoezi letu mapema sana. Ndio. Lakini imewachelewesha. Imetuchelewesha tu. Haki ya mtu inachelewa. Na kicha poteze mali yake na sawa alipoweka. Na wafanyakazi kama unavyoona tuna vijana zaidi ya 60 hapa wanakosa ajira leo na jana. Lakini naamini kwa maelekezo ya mkuu wa wilaya tutaendelea na zoezi letu kesho. Pande zote mbili tumeshazisikiliza, sasa tunasubiri ni mamlaka kama kutakuwa kuna changamoto yoyote, kama ambavyo wameeleza kwamba upande wa mfanyabiashara Philemon Monel unatakiwa kupeleka nyaraka zake pia kwa mkuu wa wilaya ili azipitie. Baada ya hapo labda maamuzi yatatolewa, ikiwemo labda kusitisha eneo hili lisifanyike kitu chochote hadi hicho kinachoelezwa kwamba kuna kesi mahakamani itatuliwe kesi hiyo, ama vinginevyo. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Lebabos. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.